Waziri mstaafu Mzee Warioba amesema waliokufa ni wengi kuliko vita vya Kagera. Sasa mimi kama Mtanzania, wakati wa vita vya Kagera mimi sikuwepo, na nilikuwa sijazaliwa, na kama sijazaliwa hakuna mtu mwenye takwimu sahihi wa swala hilo. Lakini vile vile watu waliokufa kama alivyosema hapa Tanzania, waliokufa hakuna mtu mpaka sasa mwenye takwimu kamili. Tunasubiri mamlaka ambazo tayari zimepewa jukumu la kuchunguza ili kubaini. Hasa mimi nikizungumza hilo, nitakuwa nazungumza kitu ambacho napandikiza roho nyingine kwa Watanzania na mistaki. Mimi kutoa takwimu kwamba watu kadhaa walikufa, nitakuwa ninachukua mamlaka ambayo mimi kufanya nini? Hiyo sensa. Nimepata nzuri. Hata mzee wangu Warioba sidhani kama amefanya sensa, kaifanyia wapi. Sijajua sensa kaifanyia wapi, lakini siwezi kuunga mkono maneno yake aliyozungumza kwa mara mwisho. Kwa siwezi kutoa takwimu kwamba watu waliokufa vita vya Kagera walikuwa ni wengi kuliko kuliko watu kwenye uchaguzi. Mimi hiyo siwezi kwa sina chombo cha takwimu hicho. Hata kwenye historia ya vita vya Kagera sijai kuona idadi ya watu waliofanyaje waliokufa vita vya Kagera. Hata hii sijai kuona. Kwa jambo la busara lazima nitii mamlaka, nami nisubiri vyombo ambavyo vitakuja kama vya ndani ya nchi au nje ya nchi ili vitupe takwimu sahihi. Kilichopo kwa sasa, tunatakiwa viongozi wa dini tushikamane, tuwe faraja kwa ndugu jamaa na marafiki walioingia kwenye maumivu yale. Lakini sasa tusiwe tatizo kutonesha mioyo ya Watanzania. Tusiwe chombo cha kuweka moto kwenye vidonda vya Watanzania, kwa sababu yaliyotokea kwa sifahamu. Ijapokuwa hatuna idadi kamili, tunasubia zile mamlaka ambazo zimefanyaje, ambazo zimeshateuliwa kwa jambo hili. Desemba 9 kuna watu walijipanga kwa ajili ya maandamano kana kutokea. Wakajipanga kufanya Desemba ngapi? 25. Labda nasema jambo la busara. Utaratibu mimi ninavyojua kwamba watu wasema kwamba maandamano ni haki ya Mtanzania, sio manake, lakini yakiwa na uhalali, sio manake. Sasa mimi siwezi kuzungumza chochote, ila cha kuzungumza ni kwamba 2025 mwezi wa 12 tarehe 25 sio Krismasi, hebu tuitumie kwa ajili ya matendo mema ya Yesu Kristo. Yaani Yesu Kristo azaliwa upya ndani mioyoni mwetu. Nimepata nzuri. Sasa siwezi kujaji. Sielewi atakuwa na maana kama amepata kibali gani au nafsi. Siwezi kufanya hiyo swala. Siwezi kulijibia. Ila mimi kama mchungaji, kiongozi wa kiroho, ninachoomba tarehe 25 ya Krismasi Yesu Kristo azaliwe upya mioyoni mwetu.